So Tanzania wamesema tena wanapanga maandamano ingine ambayo itakuwa tarehe 9 ya Disemba ya mwaka huu Disemba. So wameamua watakuwa na maandamano ingine. Na pia tumeona kanisa zile kanisa za kanisa kubwa ambayo iko Tanzania ambayo iko na wafuasi wengi, kanisa ya Catholic, ambayo pia wamekuja wakaongea kuhusiana na walifanya misa kuhusiana na misa ya wafu wale ambao walikuliwa wakati wa maandamano ya uchaguzi, na wamefanya misa. Na tumeona kasisi wao akiongea, na ameongea kwa hisia sana akisema kwamba hakuna vile watu wataongea kuhusu amani isipokuwa kama hakutakuwa na njia ya haki. Maandamano amani inapatikana tu ila kwa wakati ambapo kuna haki. So hebu sikiza hii. Ndugu zangu wapendwa, taifa letu limejeruhiwa. Na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri wiki ya uchaguzi mkuu. Sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu, raia ambao wameuawa kiholela. Katika masimulizi yanayoendelea, wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo halionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo. Na hilo halina maelezo. Hilo halina msamaha. Ni chukizo mbele ya Mungu. Umemsikiza vizuri sana, na hiyo ndio inaleta mazungumzo, hii mjadala ambao nataka tukue nao saa hizi. Nataka niwaambie jinsi na zile hatua ambavyo Watanzania wanafaa kufuata ili kuhakikisha kwamba wamebadilisha nchi yao, kwa sababu kuna hatua ambazo mnafaa kufuata. Na maandamano ni njia moja ya zile baadhi ya njia ambazo mnafaa kufuata ili muweze kubadilisha mambo katika nchi ya Tanzania. So hizo ndio vitu ambavyo nataka tuzungumzie, na wacha tuingie tu kwa hizo maneno. Cha kwanza ni kwamba maandamano ama hii hali ya kupigania haki ama hali ya kuleta usawa katika uhuru wa kujieleza na kila kitu, inafaa kwanza iongozwe na makanisa. Makanisa wanafaa kuwa katika mstari wa mbele kushurutisha serikali waweze kusikiza wananchi na waweze kufuatilia vitu kadhaa. Wananchi wanafaa wapaswe kuwa na uhuru wa kuzungumza. So makanisa ndiyo yanafaa ya kuwa katika mstari wa mbele katika kufuatilia serikali, kuambia kwamba tunataka vitu kadhaa zibadilike, vitu kama hivyo na vitu kama hivyo. So tunakubaliana kwamba makanisa, kwa sababu kanisa iko na idadi ya wafuasi wengi sana. So makanisa wakiweza kupaza sauti, wakiweza kushurutisha serikali kufuata sheria na kufanya kuwe na uhuru wa kuzungumza, kwa sababu kitu ambacho kinakosa Tanzania ni uhuru wa kuzungumza. Hiyo ndio kitu ambacho Watanzania wanafaa kupigania cha msingi kwanza. So hiyo uhuru wa kuzungumza inafaa isukumwe na makanisa, na makanisa wako na uwezo. Hakuna kitu mzito, hakuna kitu kubwa kama, hakuna force kubwa kama uhuru, kama makanisa yakikuja pamoja na washirikiana na waseme kwamba wanaenda kupigania haki za wananchi, kwa sababu kanisa iko na wafuasi, na kanisa hata wakisema wanafanya maandamano ya amani ni kitu ambacho hata serikali itashindwa kudhibiti, kwa sababu makanisa wako na idadi, wako na wafuasi Tanzania mzima, ambayo hata wa polisi hawawezi kudhibiti vitu kama hawawezi kudhibiti hizo makanisa zote na kuambia kwamba wasifanye maandamano. Kwa hivyo kama kuna hii maandamano ambayo inakuja tarehe 9, makanisa yanafaa yakuwe katika mstari wa mbele. Kundi la pili ambao pia inafaa ikuwe katika mstari wa mbele ya kupigania haki na kujaribu kushurutisha serikali
waweze kupatiana uhuru wa kuzungumza ama uhuru wa kufanya vitu, na waweze kuleta ile hamasa katika zile hamasa ambazo ama zile hatua ambazo zitaelekea katika mabadiliko katika nchi ya Tanzania. Kitu cha pili, kikundi cha pili ni kikundi cha wanafunzi wa chuo kikuu. Wanafunzi wa chuo kikuu wanafaa kuacha kunyamaza. Wanafaa kuacha kukaa kimya wakati vitu kama hivi vinaendelea. Na nitawapatia example kwa mfano na Kenya. Hata nikirudi katika makanisa. Kenya wakati enzi za Moi, wakati vitu zilikuwa kama ambavyo viko Tanzania, makanisa zilikuwa zinapaza sauti, makanisa zilikuwa zinazungumza, makanisa zilikuwa zinatekemea vitendo vya serikali, na hizo makanisa yalichangia sana katika mabadiliko ambayo sasa hizi Kenya ambayo iko nayo, na hii katika hali hata ya kuyasisi kukua vile tulivyo sasa hizi. Na ukikuja katika chuo kikuu, vyuo vikuu vya Kenya vimekuwa katika mstari wa mbele sana kupigania haki za Wakenya na kuzungumza wakati wanaona vitu haviendi sawa katika serikali. Na ukiangalia hata wale wanasiasa wakubwa, wale ambao wamebobea katika siasa za Kenya, wengi walitoka chuo kikuu, na wengi walianza siasa zao wakiwa chuo kikuu. Ukiangalia watu kama kina James Orengo, ukiangalia watu kama kina Gitogu Imanyala, ukiangalia wengi sana katika University of Nairobi. Wanasiasa wengi ambao walikuwa wanapinga serikali walianzia siasa zao katika chuo kikuu, walianza kupinga serikali katika chuo kikuu. Na kwa maana Kenya ukipata wanafunzi wa chuo kikuu wako katika mstari wa mbele sana wakati wanaona vitu haviendi sawa, wao hutoka na wao huzungumza na wao hukemea serikali. Hata wanasiasa ambao wako saizi hawa wadogo kama kina Babu Owino ambao saizi wanachipukia wanakuja katika wamekuwa katika siasa, walianza siasa zao na kuanza kupinga serikali wakiwa chuo kikuu. So hizo ni vitu vya msingi ambayo wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania hawafai kunyamaza. Wanafaa wakae chini, wanafaa kupanga wakati wanaona vitu kama hivi, wanafaa kupanga maandamano ili serikali iweze kujua kwamba kuna wasomi katika hiyo shule hiyo katika Tanzania ambao wakubaliani na hizo fikra zenye ziko huko. So ya pili ni wanafunzi wa chuo kikuu. Kundi la tatu, hizi ni vyama vya upinzani. Vyama vya upinzani ambao kila siku vinazidi kunyanyaswa, vinazidi kufedheheshwa, zinazidi kuonyeshwa kwamba sauti zao inazidi kuzimwa kila kukicha. Wanafaa wasinyamaze, wanafaa wazidi kuongea, wanafaa wazidi kupaza sauti, wanafaa wazidi kuzungumza, wanafaa kuzidi kupanga hizi harakati za kuandamana na maandamano za amani na kila kitu. Hiyo hali haifai kusimama. Ingawa hata kama wakubwa wale viongozi wao wanashikwa, wanafungwa, wanafunguliwa kesi ambazo hata si za haki, vyama vya upinzani ampaswi kunyamaza. Chadema, ACT Wazalendo na hizo chama zingine amfai kunyamaza. Endeleeni kupaza sauti, na mkishikana na makanisa na wanafunzi wa chuo kikuu, serikali itapata pressure ambayo ni enough kukaa chini kusema ati sasa tunataka wacha tufanye mabadiliko. Umesikia makamu wa rais wa Tanzania akisema ati sasa anataka Tanzania wakae chini wafanye Watanzania wakae chini wafanye maridhiano. Hakuna maridhiano bila haki. Hakuna maridhiano bila mabadiliko ya katiba. Hakuna maridhiano bila uhuru wa kuzungumza. Hakuna maridhiano bila haki ya watu kujua ni nini ama ni nani aliyechukua maisha ya Watanzania wenzao. So hizo ndio vitu ambavyo Watanzania wanataka. Hizi maridhiano ambazo hazina mwelekeo hamfai kukubali na hamfai kuziunga mkono. Jambo nafikiria hili ni la 4 ama la 5. La 5 na la msingi ambayo ni wale Watanzania ambao wako nje ya nchi. Wale Watanzania wa kawaida ambao wako nje ya nchi, ambao wanaweza kuzungumza, wako na uhuru wa kujieleza, wako na uhuru wa kusema zile vitu ambavyo vinaendelea ndani ya nchi, wanapaswa kuzungumza. Hao ndio wanapaswa kupaza sauti, hao ndio wanapaswa kuzungumza, hao ndio wanapaswa kuambia dunia kile ambacho kinaendelea Tanzania. Wanafaa
zidi kupaza sauti katika hizi platform ambazo kama Twitter, kama X, kama Instagram na hizi zingine. Mnafaa mpaswi kunyamaza. Nyinyi wa Tanzania ambao mko nje ya nchi, mnafaa ku make sure mnazungumza. Hata kama mnatumia accounts ambazo sio zenyu za halali, mnafaa kufungua account hizo na muweze kuongeza muweze kutuonyesha zile vitu, ama muonyeshe dunia zile machafu ambazo serikali ya Mama Samia inafanya pale Tanzania. Muko na hiyo haki, kwa sababu nyinyi at least mko protected. Hamtakuwa mnaandamo kama wale ambao wako nje ya Tanzania. So wale ambao wako ndani ya Tanzania wanaweza kuwa hata wakipata vitu wanawapatia nyinyi, ndio mnaeleza dunia, ili dunia ipaswe kujua ni nini ambacho kinaendelea. So Watanzania ambao wako nje ya nchi, nyinyi mko na majukumu kubwa sana kupigania nchi yenu, kuzungumza, kupaza sauti, kuambia dunia ni nini inaendelea, kutuonyesha video, kutuonyesha nini na kila kitu. Wakati kuna corruption, nyinyi ndio mko na hiyo uwezo wa kuexpose zile vitu ambazo serikali inafanya, na mnafaa kuzifanya zina trend, na mnafaa kuzungumza paka zina trend, ili hata Watanzania ambao wako ndani ya nchi wanaona kwamba hata sisi tunafaa tuzungumze, hata sisi tunafaa kupaza sauti, hata sisi kama wale wenzetu ambao wako nje ya nchi wanazungumza, sisi pia tunafaa tukae chini na tuanze sasa kuzungumza. Hiyo hamasa pia inafaa kutengenezwa na Watanzania ambao walio nje. Jambo la 6 ni media houses za Tanzania. Wale habari ambao walioko Tanzania, mnafaa sasa muanze kushirikiana na wanahabari ambao wako nje ya nchi ya Tanzania, ili waweze kueleza vitu ambavyo vinaendelea ndani ya nchi yenu, kwa sababu nyinyi saa hizi hamna uhuru wa kujieleza. Mkijieleza kidogo hivi mnashikwa, mkijaribu kufanya nini mnapotezwa. So nyinyi hamwezi jieleza vizuri. Sasa nyinyi wajibu wenye mko nao nyinyi kama wa Tanzania, mko na wajibu kwamba mnafaa kusanya habari ambazo mnaona kama hizi zinaweza leta shida sana na serikali ya Tanzania. Mnapatiana nje, ili wale ambao wako nje ya nchi ambao ni Watanzania wenzenyu, ama media houses, ama wanahabari ambao wako nje ya Tanzania, waweze kuzungumza, waweze kuonyesha na waweze kuelekeza, waweze kusema, kuonyesha zile vitu ambavyo zinaendelea Tanzania, na hivyo serikali itapata kujua kwamba hakuna kitu watafanya ambacho kitaweza kujificha. Hata wakijaribu kupinga kiasi gani, ukweli itakuwa inadhihirika na watu watazidi kujua kwamba Tanzania kuna vitu kadhaa ambavyo haviendi sawa. Na saa hizi katika hii hera ya internet na kila kitu, hata serikali ikijaribu kubana uhuru wa media aje, hizi vitu zitafika tu nje. Wananchi watajua, hata ikitoka nje ifike hata kwa zile media houses za international za nje, wakishazi air, Watanzania bado watajua tu, kwa sababu zitawafikia tu. So wanahabari ambao wa Tanzania, msikuwe na uoga. Mnajua saa hizi hamwezi zungumza, hamna uhuru wa kujieleza kabisa, lakini mko na avenue, mko na platform, kwa sababu mnaweza fanya collaboration na zile media, wale wanahabari ambao wako nje ya nchi, ili wakati mnapata ujumbe mnapata zile habari ambazo ni sensitive, ambazo serikali inaweza taka kuzibana, msiweze kuonyesha Watanzania, tumieni hizo media houses za nje, tumieni Watanzania ambao walioko nje, tumieni nini leo kwa nje, ili wao waweze kuair, na polepole serikali itakuja kujulikana, itakuja kukua exposed for what it is. Jambo la mwisho ni wasanii wa Tanzania. Wasanii wa Tanzania ambao wanaogopa, kwa sababu wasanii wa Tanzania hata kama waliona vitu ambavyo waliona zile vitu ambazo serikali ya mama imefanya, zile madhila ambazo serikali ya mama imefanya, na wameshindwa kuzungumza, hata kama ndani ya roho yao hawajapendezwa na hicho kitu ambacho serikali imefanya, wanashindwa kuzungumza kwa sababu hakuna uhuru wa kujieleza. Hata sasa hizi tukisema for example, pengine Diamond atoke azungumze, kesho utapata anafunguliwa kesi, kesho utapata biashara zake zinaanza kuandamwa. Sasa inabidi anyamaze ili biashara zake ziendelee. Lakini nataka nipatie ushauri mzuri sana wasanii wote wa Tanzania. Wacheni kufanya ushirikiano na serikali ya Tanzania. Wacheni ushirikiano. Hii mambo ambayo mnaitwa sijui mtengeneze wimbo, mfanye wimbo, wachaneni na hiyo mpango. Kwa sababu mnatengeneza chuki katikati yenu na Watanzania, na siku moja vitu zikigeuka watawageukia nyinyi wenyewe. Mumeona vile Watanzania walikuja kwa biashara zenyu wa karibu. So mkitaka vizuri, wacheni any collaboration na serikali. Serikali haiwezi kulazimisha kufanya wimbo, serikali haiwezi kulazimisha kuperform. Wachana na hiyo ushirikiano na serikali. Wacha usionekane unakaribiana
kushirikiana na serikali kwa njia yoyote. Wewe fanya shughuli zako, wewe fanya mambo zako. Wacheni wasanii wa Tanzania, na hii naupatia ushauri. Kama mnataka kukomboa nchi yenu, kama mnataka mkuwe na uhuru wa kujieleza, kwa hata nyinyi wenyewe hamna uhuru wa kujieleza, hamna uhuru wa kuzungumza, hamna uhuru wa kukemea serikali wakati mnaona vitu haziendi sawa. Kama mnataka mkuwe na hiyo uhuru, wacheni ushirikiano wote na serikali. Msishirikiane na serikali kwa njia yoyote. Wacha serikali ibaki peke yake, ili ibebe la mama yake polepole. Na hili wakati vitu mambo zinabadilika, hata nyinyi mtapata uhuru wa kuambia serikali vitu ambavyo hampendezwi nazo. Lakini kwa sasa mmefanya kolabo, mmeingiliana na serikali sana, mpaka wakati hata mama anafanya makosa mnashindwa kuzungumza kwa sababu mnaogopa hata nyinyi. So wacheni hiyo ushirikiano na serikali. Wacheni serikali ifanye mambo yake, nyinyi mfanye mambo yenu. Fanyeni show kwingine, kwa sababu show si lazima zikuwe za CCM. Hata kama unapewa pesa kiasi gani, kaa chini jiambie, hii pesa si lazima nikule hii pesa, wacha ipite. Pesa zingine inabidi uachane nazo, kwa sababu mwisho wa siku utakula pesa na utajichengezea chuki na Watanzania wenzako, na wakati watakugeuka itakuwa serikali hata itakuwa hapo kukulinda. Mnaelewa? So jambo kama hilo mnafaa kuzingatia. Anyway, asanteni sana na nashukuru, na nasikia mnafanya maandamano mengine tarehe 9 ambayo ni ya tarehe 9 ya hii Disemba. Nawatakia kila laheri, na naomba sana hiyo maandamano iongozwe na makanisa. Makanisa wakuwe katika forefront. Makanisa wakuwe katika mstari wa mbele, na utaona hiyo maandamano itaweza kuwa na impact kubwa, kwa sababu makanisa wakisema sisi tunaandamana, ama washirika wetu watatoka nje na waandamane kama kanisa Tanzania mzima, na kuambia walai hakuna vile serikali itaweza hata kudhibiti hiyo maandamano. So makanisa, chukueni wajibu wenu. Hii ni wakati wenu wa kusimama dhabiti na kuanza kuzungumza na kuanza kusimamia katika zile vitu ambavyo ni vya msingi. Na wale wanafunzi wa chuo kikuu, wakati ni wenyu wa kuanza sasa kupaza sauti na zile vitu ambavyo mkubaliani nazo katika nchi yenu ya Tanzania. Wanafunzi wa chuo kikuu mmekuwa waoga sana, hamzungumzi, hampigani haki, mmenyamaza. Mnaona wengi wenyu wanadhulumiwa na nyinyi mmekaa. Wanafunzi wa chuo kikuu, nyinyi ndio viongozi, nyinyi ndio vijana ambao mnafaa mkue katika mstari wa mbele wa kukomboa nchi yenu. Asanteni, na kama kuna jambo lingine bado nitakuja kushare na nyinyi, na naomba sana nchi ya Tanzania ikuje kukua vile ilivyokuwa kitambo. Hatufurahi vitu ambavyo tumeona, hatufurahi video ambavyo tumeona, si vitu za kufurahisha hata kidogo. Ni vitu za kuhuzunisha, lakini mwisho wa siku ni wakati kuna kitu inaitwa injustice, we as human beings, it is upon us to talk about it and to condemn it. Wakati tunaona watu wanakufa vifo ambavyo havijapangwa na Mungu, mnafaa kuongea, kwa sababu kuna vitu ambavyo mkiachilia inakuwa kama si sawa. Haya, asanteni, na kama unataka kunifollow, make sure umenifollow, na nitashukuru sana. Asanteni, tuonane baadaye. Africa.